لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Tumekuja kuwafikishia ujumbe wa hija na mfuko wa hija, kwa sababu ni moja katika kazi zetu na tutaulizwa kiserikali, lakini na Allah mwenyewe atatuuliza kwa sababu tuna dhamana hii. Kwa hivyo kama na sisi ni wenzenu katika haki ya serikali, tunaona tuje tukae na nyinyi, na naamini wingi wenu na kidogo wenu mtafikishia wengine, kwa sababu kupeleka kwa mwenzako jambo la kheri na unapata ujira kama yule ambaye anayefanya lile jambo, hasa hususan jambo la kheri kubwa kama hili la nguzo katika nguzo za Uislamu. Mfuko wa hija ni mfuko wa hiari ambapo mwanachama yeye mwenyewe au anaweza kumwekea mponda wake kuweka akiba yake kidogo kidogo kwa lengo la kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ndio itakayosimamia mfuko wa hija, lakini lengo lake ni kuwawezesha mwanachama. Wanamwezesha vipi? Baada ya mwanachama kuchangia katika mfuko wa hija, michango yao haibaki hivi hivi, inachukuliwa na kamisheni inaenda kuwekeza katika biashara ya Kiislamu. Faida itakayopatikana wanaongezewa wanachama. Kwa hiyo kila mwanachama anapochangia mchango wake, kwa mfano ni milioni 2, milioni 3, zinachukuliwa kamisheni inaenda kufanyia biashara za halal. Faida inayopatikana zitagaiwa kutokana na mwanachama, muda wake aliochangia na kiasi alichochangia. Asilimia inaweza kuwa mpaka 6 mpaka 9 kutokana na ile mchango wa mwanachama alichangia. Katika mfuko wa hija tuna aina 3 za wanachama. Kwanza, wanachama binafsi, yani mtu yeye mwenyewe anajiwekea akiba yake ili kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na pia tuna mwanachama kikundi ambapo watu 2 mpaka watu 10 wanashirikiana katika kutoa michango, lengo lao ni kwenda kutekeleza ibada ya hija. Jinsi gani utakavyokwenda kutekeleza ibada ya hija? Kutokana na makubaliano yao wenyewe walioweka. Aidha, kwa mfano kishatimia mtu mmoja aende au 2 au mpaka tutimie sote. Kwa hiyo makubaliano yao yanachukuliwa ambayo yamethibitishwa na mwanasheria, kwa sababu tuna binadamu aidha leo uko hai au umefariki. Umesema kila mtu aende baada ya kutimia kila mtu mmoja, lakini kwa mfano watu 2 washaenda lakini mmoja akafariki. Je, wale wenzake wanachama atachangiwa na nani? Tunaangalia wasia wa ule mwanachama anapojiunga na mfuko wa hija. Kama hivyo kikundi, kila mwanachama lazima aweke wasia wake. Kwa hiyo ile wasia wake, na vile kama kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, Muislamu yote anayefariki basi amana yake ikiwa katika sekta za serikali basi nasimamiwa na kamisheni. Kwa hiyo tunaangalia na wasia wake, kwa hiyo kile kikundi kitaendelea kama kawaida. Na pia tuna mwanachama mwenza, ambapo hii mtoto ambaye yupo chini ya miaka 18 unamwekea akiba yake kidogo kidogo, na anapotimia miaka 18 inabadilika kutoka mwanachama mwenza kwenda binafsi. Lakini japo kuwa unaendelea wewe mzazi au mlezi kumchangia yule mwanachama. Na katika mfuko wa hija mwanachama anatakiwa kwanza lazima awe Muislamu, kwa sababu ibada ya hija lazima anaenda kutekeleza ni Muislamu. Kwa hiyo ni awe ni Muislamu mwenye akili timamu, na pia awe ni raia au mkazi wa Tanzania. Kwa mfano na mama yako yuko Dar es Salaam au yuko wapi, pia anaweza kujiunga na mfuko wa hija huu. Si kama Zanzibar tu, raia Tanzania au mkazi ambaye anaishi Tanzania. Na pia pia tumesema mtoto ambaye ipo chini ya umri wa miaka 18, tumesema huyu atakuwa ni mwanachama mwenza. Kwa hiyo atasimamiwa na mzazi wake. Na huyo mzazi aidha awe ni mwanachama wa mfuko wa hija au ameshatekeleza ibada ya hija. Na pia mtu anapotaka kujiunga na mfuko wa hija anakuja na picha yake. Ikiwa mwanachama binafsi atakuja na picha yake ya passport size yake na mtu wake wa karibu, pamoja na vitambulisho chake na mtu wake wa karibu. Na pia anapojiunga na mfuko wa hija utapewa karatasi ya wasia, ambapo wewe mwenyewe utaandika wasia wako. Aidha umefariki au umefika hali yote ya kutojitambua, ile amana yako ulituachia sisi kamisheni tuifanyie nini? Utasema basi nifariki, pesa zangu kama zishatimia niendewe nihijiwe, au nifanye mambo ya khairati, au nirejeshe warithi wangu, au warithi wangu waongezee. Kwa hiyo mtu anapofariki tunaangalia wasia wake. Ikiwa ni mwanachama mwenza, yani mtoto, unakuja picha yake ya mtoto pamoja na cheti cha kuzaliwa, na mlezi anakuja na picha yake pamoja na
kitambulisho chake. Na ikiwa mwanachama kikundi ambao tameekana watu 2 mpaka 6 au mpaka 10, mnajichagua kama 4 ni viongozi. Wao ndio watakuja na picha pamoja na vitambulisho, na wale wengine wao wanakuja na vitambulisho. Lazima tuwajue kikundi chote, lakini sisi tutaongea nao zaidi wale viongozi wa vikundi. Katika mfuko wa hija ndio hivyo. Sasa mwanachama kwa mfano, nishachangia mimi, je, pesa zangu naweza kurejeshewa? Au kusita kwa mwanachama, mimi wanachama wangu na sita vipi? Kusita kwa mwanachama aidha tuseme mmoja amefariki, tumesema kama hapo mwanzo, amefariki, tunaangalia wasia wake, kama pesa zake zimetimia ataendewa hija au arudishe kwa warithi wake. Na pia mfano umepata mfadhili, umechangia kwa miaka yako 3, una milioni kama 10, lakini akatokea mtu bosi hapa akakupa ofa uende hija, kwa unaweza kuja kamisheni, tunakurejeshea fedha zako pamoja na ile faida ambayo imepatikana. Au pia umepata maradhi, umepoteza kazi, huna uwezo tena wa kujiwekea hakiba, tunaangalia na sababu maalum. Kwa hiyo kamisheni inakuwa na kurejeshea amana yako pamoja na ile faida. Na kamisheni ya wakfu na mali amana haikati chochote katika michango ya wanachama. Kujiunga na mfuko wa hija unakuja na shilingi 10,000 kwa ajili unapewa kadi yako ya wanachama, lakini baada hapo unaweka ile pesa utakayoanza kuiweka hapo inaingia kwako wewe mwanachama, hamuna makato yoyote. Na jinsi gani ya uchangiaji kwa wafanyakazi wa serikali, tunapendekeza sana watu wakati katika mshahara yao, au unaweza mwenyewe kaika bank standing order ile, ili pesa zako zitoke kule ziingie katika mfuko wa hija direct, au unaweza kwenda kwa wakala au branch yote ya PBZ kulipa, ndio mfuko wa hija. Kwa hiyo naomba kuwasilisha. Tumekuja kuhariki au kushajihisha jambo hili la kheri. Kila mmoja balilihi sana ala nafsihi basira, atajiangalia. Lakini tunazo kumbukumbu nyingi kwamba wauza sambusa na maandazi wameenda haji kwa kuwekeza wenyewe kidogo kidogo. Wenzetu Indonesia, Malaysia watengeneza viatu za machungwa wanaenda haji kwa sababu wameweka nia na waweka sababu ya kuweza kufika huko. Kwa hivyo utashangaa mzee wetu wa shamba Cheju wanalima mpunga, wengine wanalima ndimu, lakini anaenda haji kwa sababu ameweka nia na anawekeza kidogo kidogo. Kwa hivyo na sisi wafanyakazi wa serikali lazima tulikubali hili kama ni ibada na ni lazima, kwa sababu ni amri ya Allah, wa atimul hajja wal umrata, tekelezeni hija na umra kwa ajili yake Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك